Sasa sisi tumeelezea mara kadhaa na tumetoa statement kadhaa kama taasisi. Tunaelekea sasa kwenye wito. Sisi tunatoa wito gani kama ACT Wazalendo kutokana na kadhia hii ambayo mmeisikia na ambayo tumeendelea kuifafanua, na baadaye tutampatia nafasi mwenyekiti wa chama aseme kwa upande wake. Kwanza, baada ya matukio haya yote kuanzia tarehe 13 mpaka leo tunapofanya press conference tarehe 16, hatujasikia chochote kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje kwamba ni nini hasa kilitokea mpaka viongozi kutoka Tanzania wenye mamlaka makubwa katika nchi wamezuia kuingia Angola. Kwa hiyo tunaitaka serikali itoke hadharani na itoe kauli kuhusiana na tukio hili. Lakini pili, tunaitaka serikali imuite balozi wa Angola nchini Tanzania ili ajieleze kuhusiana na kadhia hii iliyotokea. Wito wetu wa tatu, mmenisikia nimeeleza kwamba Angola sasa ndio wenyekiti walipewa wenyekiti wa Jumuiya ya Afrika AU. Na tunajua kazi hii ni ya kusimamia mambo yote yanayoendelea katika Afrika, ikiwemo demokrasia, maendeleo ya watu wa Afrika, na tunafahamu kwamba Umoja wa Afrika umesema kwamba mwaka huu kauli mbiu yao ni mwaka wa kutafuta haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya Afrika kupitia fidia. Tuna mashaka kama rais huyu wa Angola ambaye matukio haya yametokea nchini kwake anaweza kuendelea kuwa msimamizi mzuri wa ajenda hii kwa Umoja wa Afrika, kama ajenda ya kusimamia demokrasia katika nchi yake, kuheshimu viongozi kutoka nchi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wangepata fursa nzuri ya kukaa chini kujadili masuala ya demokrasia. Imeshindikana katika nchi yake, itawezekanaje yeye kuongoza na kusimamia ajenda hii kwenye mataifa yote ya Afrika? Kwa hiyo tunawaomba sana viongozi wa Umoja wa Afrika watafakari nafasi hii adhimu na ya heshima kubwa sana waliompa rais wa Angola kama mwenyekiti wa Afrika, kwamba hatoweza kuimudu nafasi hii. Ni swala la kutafakari na waone kwamba nafasi hii ipatiwe viongozi ambao wao wenyewe wanaonesha mfano wa kusimamia ajenda ya demokrasia katika nchi zao, kabla ya kutwikwa mzigo wenye majukumu makubwa wa kusimamia ajenda ya demokrasia katika Afrika.